Kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu kidogo cha kwanza, kwa tuliandaa kanuni za maadili tukaziweka kwenye vyama vikapitia kanuni za maadili zile, wakatuletea maoni yao, tukayaingiza kwenye kanuni za maadili, tukarudishia tena tarehe 4 mwezi huu, wakapitia na wakaridhika na kuja kusaini leo. Kwa leo ilikuwa ni shughuli ya kusaini kanuni za maadili kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi rasmi wa madiwani, ambacho kinasema maadili ya uchaguzi yanapaswa yasainiwe na kila chama cha siasa, kila mgombea atasaini fomu namba 10, serikali na pamoja na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Na kinasema maadili hayo lazima yasainiwe na yaweze kuzingatiwa na kutiiwa na chama cha siasa na wagombea na serikali na tume wakati wa kampeni, uchaguzi na utaratibu mzima wa kuyatii na kuyaishi maelekezo hayo. Ukisoma kanuni namba 1 na kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za maadili ya uchaguzi, kinasema chama cha siasa ambacho hakita saini au mgombea ambaye hata saini fomu namba 10 hatoteuliwa kuwa mgombea, na chama cha siasa ambacho hakijasaini kanuni za maadili hakiweza kusimamisha mgombea na kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa chama, kama kuna chama cha siasa ambacho hakijasaini, maana yake hakitashughulika na shughuli zozote zinazohusu masuala ya uchaguzi. Na hata kwa uteuzi tutapeleka barua kwenye vyama vyote 18, hatutapeleka taarifa kwenye chama kimoja kwa sababu automatic kimejiondoa kwenye harakati za masuala ya uchaguzi mwaka 2025. Sasa mtu anaweza kadhania kwamba anaweza akasaini kesho. Hapana, signing ilikuwa ni leo. Saizi tunazipeleka kwa ajili ya mpiga chapa aweze kuzitoa kwenye la serikali, ziweze kutumika rasmi. Kwa ambacho hakikuja leo hakiwezi kutoa fursa kesho. Ilikuwa ni signing leo na kila chama kimepata fursa, na kila chama tulikipigia simu. Na kila katibu mkuu wa chama alipokea simu yetu na kusema mimi nafikiria nitakuja au nitakuja, kwa umejitokeza. Kwa hiyo chama ambacho hakikusaini maadili ya uchaguzi hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unatarajiwa kufanyika mwaka huu, na hakitoshiriki chaguzi zingine zote ndogo zikazotokea katika uhai wa miaka hii mitano kuanzia 2025 mpaka 2030. Hapo kanuni za kutunga wengine, kwa sababu kinachoishi baada hapo ni sheria. Lakini kanuni huwa zinatungwa ambazo zinatumika kila baada kwa muda wa miaka mitano. Kwa kanuni zote zilizotungwa mwaka huu 2025 zitatumika uchaguzi 25, uchaguzi mdogo utakaotokea 26, uchaguzi mdogo utakao 27, 24, 29 na 30 kabla ya ule mwaka mmoja kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha siasa kijasajili hakijasaini, maana yake hakishiriki uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 wa rais wa bunge na madiwani na uchaguzi mdogo mwingine wowote utakaojitokeza katika kipindi cha uhai wa miaka mitano. Kwa sababu ni hiari kusaini maadili, usiposaini huwezi kuwa mtajo kwamba umesaini maadili. Kwa hiyo sisi tuliwatumia vyama vyote barua, na kando wasema tukiwapigia pia na simu za mkononi kuwakumbusha kwamba tupe nani anakuja kusaini. Sasa kama ametumia mfumo huo sawa, kama hajatumia mfumo huo sawa, lakini sisi tulikuwa tunataka amefika kwenye ukumbi huu na kusaini. Akiamua kutokusaini kwa namna anayetaka kuitoa, atoe kwenye mitandao ya kijamii, atoe kwenye nini chochote kile, sisi tulikuwa tunamtambua aje leo. Kwa hiyo hamkupata taarifa rasmi? Taarifa rasmi ni kwamba hatukupata kwa sababu hakuja hapa kwenye ukumbi. Hatukuambia chama kitujibu kwamba nitakuja usiji. Sisi tujiongeza tu kuambia kwa pafuza mbali, kama umesahau unatakiwa uje tarehe 12.